Na habari za mchana, mpendwa mtazamaji wa Star TV, karibu katika Star TV ya Dhuhuri. Mimi ni Jacqueline Venanti. Serikali imesema kutokuwepo kwa wanawake wa kutosha katika sayansi duniani na hapa nchini kumesababisha kutokutumia vizuri vipaji na uwezo wao katika maendeleo ya nchi licha ya wingi wao. Joyce Ngerengera ana taarifa zaidi. Ni katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi mwaka 2026 iliyofanyika jijini Dodoma. Akizungumza katika maadhimisho haya, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesisitiza nchi kuongeza wanawake wengi wana sayansi kwa maendeleo ya taifa. Mbio za kuongeza uwezo wetu wa kisayansi lazima ziongezeke sana. Huko ambapo tunahitaji wenzetu waje na teknolojia kwa sababu walishagundua, na waligundua kwa sababu walisomesha wanasayansi wengi, sisi tuanze kuwekeza kwenye sayansi sasa hivi, vizazi vinavyokuja visiendelee kutegemea, na sisi tuwe na wanasayansi wetu na wataalamu wenye teknolojia waende wakasaidia nchi nyingine kuvuna rasilimali zao, na sisi tufaidi kipato cha rasilimali zao. Kwa kweli swala la sayansi sio la lelemama, muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Mkurugenzi wa idara ya sayansi, teknolojia na ubunifu kutoka wizara hiyo, Profesa Ladislaus Mnyone, amesema wanaendelea kutoa hamasa ili kuongeza ushirika wa wanawake na wasichana kwenye masomo ya sayansi na shughuli za sayansi. Mathalan, kwa mwaka 2025, Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia wadau mbalimbali, vijana wa kike 165,445 walipata fursa ya kufikiwa na kuhamasishwa kuweza kusoma masomo ya sayansi, lakini vile baada ya hapo kujishughulisha na shughuli za sayansi. Kwa kuna juhudi mbalimbali ambazo zinaendelea. Sisi maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunahamasisha, tunawezesha wanawake na wasichana waweze kushiriki katika maendeleo ya sayansi kwa kuendelea kuboresha sera zetu, lakini miongozo mbalimbali ili kuhakikisha wanawake na wasichana wanashiriki ipasavyo katika maendeleo ya sayansi kwa ujumla wake. Tupelekeni shule watoto wetu wote wa kike na wa kiume kwa usawa ule ule, kwa maana wanaweza wote kwa usawa ule ule. Anaweza kuwa mwanasayansi mwanamume, anaweza kuwa mwanasayansi mwanamke. Kutoka jijini Dodoma, Joyce Ngerengera, Star TV. Mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar imekanusha madai ya baadhi ya abiria kuibiwa kwa mizigo yao ndani ya viwanja hivyo wanapotoka safari mbalimbali nje ya nchi. Taarifa zaidi na Abdallah Pandu. Akizungumza na waandishi wa habari visiwani Zanzibar, mkurugenzi wa mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar, Sefu Abdallah Juma, anasema madai hayo sio sahihi baada ya kujiridhisha kwa kufanya uchunguzi kupitia kamati walioiunda. Hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja kwamba katika uwanja wetu kuna wizi unaofanyika wa mizigo unaowasili Zanzibar. Hakuna uthibitisho tuliopata hadi sasa uliothibitisha kwamba kuna mzigo wowote aidha umefunguliwa au umeibiwa katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Mkurugenzi Sefu anasema katika uchunguzi wao wamebaini zaidi ya mizigo 100 imeharibika au kufunguliwa kabla ya kufika Zanzibar. Kamati imegundua kuna mizigo zaidi ya 100 aidha imeharibika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar kwa sababu tofauti ambazo nyingine pengine tunazifikiria lakini nyingine hatuzijui. Sambamba na hayo, amebainisha ni vyema kwa sasa wasafiri wote wakafahamu taratibu za mizigo inaruhusiwa kusafirishwa kulingana na mizigo husika. Hii mizigo yote miwili ina taratibu tofauti. Kuna baadhi ya vitu vinaruhusiwa kwa msafiri kusafiri navyo kwa kutumia mzigo wa mkononi, lakini kuna vitu haviruhusiwi kusafiri navyo kwa mzigo wa mkononi.
Mkurugenzi huyu anasisitiza kwa sasa wataendelea kutoa elimu kwa wasafiri, hasa kuzifahamu taratibu za kusafirisha mizigo ili kuondosha usumbufu utakaotokea kwa wasafiri mbalimbali. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Zaidi ya migogoro 900 ya masuala mbalimbali yakiwemo ya ardhi, mirathi, ndoa na madai imepatiwa ufumbuzi kwa miaka miwili katika wilaya ya Singida tangu kuundwa kwa kikosi kazi cha Mama Samia kinachohusisha wataalamu wa sekta muhimu kwa ajili ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Taarifa zaidi na Emmanuel Michael. Mkutano uliowaleta pamoja wadau mbalimbali katika wilaya ya Singida kwa ajili ya kupokea ripoti ya kikosi kazi cha Mama Samia kilichoundwa kwa ajili ya kutatua migogoro na kero mbalimbali za wananchi. Kero 952 zimetatuliwa na kufungwa, zikiwemo zaidi ya kero 300 kubwa ambazo zilikuwa zinaweza kuathiri jamii, nazo pia tulifanikiwa kuzifunga. Mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gonde anasema ardhi ni miongoni mwa migogoro mingi iliyotatuliwa, na mwito wake ni kwa jamii kujenga utamaduni wa kushirikisha mamlaka husika katika swala hilo. Kabla ya kununua ardhi, fanya uchunguzi kupitia mamlaka za serikali, uweze kujua uhalali wa hiyo ardhi, inamilikiwa na mtu mwingine, nyaraka ziko vipi. Manispaa na halmashauri Singida wataangalia kumbukumbu ziko kielektroniki sasa hivi, watakwambia uhalali wa hiyo ardhi, ili usiwe ukachukua ardhi baadaye watu wakauza hiyo ardhi mara mbili. Baadhi ya wananchi waliotatuliwa migogoro yao pamoja na shukurani wanasema imeondoa adha na kero zilizodumu kwa miaka mingi. Tukapeleka kesi zile, mwisho tumefanikiwa. Tulikuwa tunapita ile nyumba kama watu baki, lakini sisi ndo tulikuwa wamiliki ile nyumba, tunaogopa. Leo tupo katika ile nyumba. Kwa vielelezo vyangu walivyoona, wakaona ni kwamba nasumbuliwa, nina haki kabisa na pale mahala. Basi zikapita amri pale pakavunjwa wale. Tunamshukuru mheshimiwa kwa kuwa ametuletea watendakazi wenye uadilifu na ueledi mkubwa sana. Wamenisimamia mimi mpaka nimefanikisha hilo swala langu. Kikosi kazi cha Mama Samia kilianzishwa rasmi miaka miwili iliyopita katika wilaya ya Singida kwa ajili ya kusikiliza na kuzitafutia ufumbuzi kero mbalimbali za wananchi kila siku ya Alhamisi. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia dira ya maendeleo 2050 itaendelea kuimarisha mazingira bora na hali ya utulivu katika sekta ya fedha kutokana na sekta hiyo kukua na kuchochea uchumi wa Zanzibar ambao kwa takribani miaka 5 iliyopita umekuwa ukiwa uhimilivu. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu. Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Juma Malik Akili wakati akifungua tawi jipya la benki ya KCB anasema ufunguzi wa matawi ya benki iwe ni chachu ya kuongeza ajira kwa vijana ili kuunga mkono jitihada za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kutatua changamoto za ajira. Tunakuza uchumi wetu kupitia shughuli zetu za uwekezaji mbalimbali, shughuli za ujenzi na shughuli za kifedha. Zimechachua sana uchumi wa nchi, lakini pia umesaidia sana katika kuondoa tatizo la ajira, pamoja na kwamba bado lipo, lakini limeondoa vijana wengi sana wamepata shughuli za kazi kwa kupitia. Mkurugenzi mkuu wa benki ya KCB Tanzania Cosmas Kilmario amesema uwapo katika mkakati wa kuongeza mitaji, lengo ni kupanua huduma za kifedha nchini. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wewe binafsi kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mmeifanya, inayowezesha sasa sisi kama wawekezaji tuone kwamba tuna umuhimu wa kuendelea kuwekeza kwenye uchumi wetu. Na niseme tu KCB Bank tuko committed kwenye kuendelea kuwekeza kwenye uchumi wa Tanzania. Meneja wa tawi la benki ya KCB hapa Zanzibar, Mbaruku anasema wanatambua mchango wa serikali katika kukuza sekta ya fedha, hasa katika kuimarisha mitaji na kupanua biashara. Sisi kama taasisi ya fedha tunaahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika kukuza ujumuisho wa kifedha, kuimarisha uchumi wa visiwa
na kusaidia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa. Ufunguzi wa matawi ya kibenki na kuimarisha huduma za kifedha katika maeneo mbalimbali visiwani Zanzibar ni sehemu ya mkakati wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kufikia maendeleo endelevu na kuimarisha uchumi. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Taasisi ya CRDB Foundation imefanikiwa kuwafikia vijana na wanawake zaidi ya milioni 1, ikiwa ni pamoja na kuwawezesha kwa kuwapa mitaji ya zaidi ya shilingi bilioni 20. Blaya Moses ana taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na mkurugenzi mtendaji wa CRDB Foundation, Tuli Esther Mwambapa, kwenye uzinduzi wa maonesho maalum ya biashara bunifu za kijani zilizo chini ya mradi wa Imbeju, ikiwa ni kuelekea uzinduzi rasmi wa mradi wa Go Green. Nimejishuhudia ubunifu mkubwa unaofanywa na vijana wa Kitanzania, na huwezi kuamini kwamba bidhaa zilizoko hapa mbele yetu na ubunifu huu ni wa watu ambao ni wa hapa Tanzania. Tumeamua kufanya Go Green na Imbeju kwa ajili ya vijana kwa sababu kubwa moja. Mwaka huu tumepanga kwamba tutakuwa na shughuli za vijana nyingi, na tutakuwa tunafanya kutokana na sekta mbalimbali. Kwa sekta ya kwanza ambayo tumeanza nayo ni sekta ya mazingira. Jumamosi hii tutakuwa na sekta nyingine ya ubunifu, tutakuwa pale Dar es Salaam na penyewe tutafanya shughuli, lakini tutaendelea pia na sekta nyingine mbalimbali. Awali naibu katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Dr. Kedmon Mapana, amebainisha namna mwelekeo wa wizara hiyo katika kuleta tija miongoni mwa vijana na jamii kwa ujumla, ili tuweze kumsaidia afikie kwenye ile ndoto yake. Na wote kama mnamfuatilia Mheshimiwa Waziri hivi karibuni alianza kutembelea vijana vijiwe kwa vijiwe, mtaa kwa mtaa, na mpaka hata hivi karibuni amezindua jukwaa kubwa la vijana linaitwa Vijana Platform, kwa sababu pia aliweza kugundua kwamba vijana wengi hawana sehemu ya kuzungumzia. Mafanikio yako mengi, kwa mfano katika project ya Go Green na Imbeju, vijana wapate platform ya kuja kuzungumzia successful stories, waje waseme mafanikio yao makubwa. Kwa hiyo jukwaa hili linaitwa Vijana Platform. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Na huo ndio mwisho wa Star TV ya Dhuhuri. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Jacqueline Venantini, kutakie mchana mwema na asante.